Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Haleluya. Naamini unaendelea kufunga. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mathayo. Katika kitabu cha Mathayo neno la Mungu linasema, Mathayo sura ya 6. Anasema katika mstari wa 5, tena msalipo. Mstari wa 16, tena mfungapo. Na mstari wa 2, basi wewe utoapo sadaka. Yote haya mambo matatu, utoaji wa sadaka, kusali na kufunga, vyote Yesu alimalizia na thawabu. Kwa kuwa nazungumzia juu ya mfungo, sema mfungo una thawabu. Sema tena. Usiseme thawabu, sema thawabu. Mfungo una thawabu, yaani unayo malipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, toka asubuhi tulivyoanza maombi hivi, au ni maombi yako mwenyewe, imetokea kazini kwako umekuwa na kazi nyingi, hukupata muda wa kupiga magoti ukaomba mpaka ikafika jioni. Wengine wanafanya kazi za uhasibu na kazi zingine inaweza kufika mpaka saa 6 usiku. Ukarudi nyumbani inabidi ulale. Usiseme nimeshinda njaa, kwa sababu toka asubuhi ulikuwa umejiweka wakfu kwa kufunga. Kule kutokula kwako haikuwa kwa sababu ulikosa chakula. Kule kutokula kwako haikuwa kwa sababu ulinyimwa chakula, ila mwenyewe uliamua kwa utashi wako kuacha kula chakula kwa ajili ya Mungu. Kufunga peke yake, hata kama hujaomba, iko thawabu. Achana na mafundisho manyonge ambayo watu wanazungumza kwa fikra zao tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfungo ulielekezwa kwa Mungu, hata kama hujaomba unayo thawabu. Lakini nataka muelewe, kwani tunatekelezaje yale maneno ya Yesu? Amesema ombeni bila kukoma, ambayo kwa Kiingereza imesema pray always. Tunawezaje? Hata kama huna kazi, huwezi kupiga magoti masaa 24 ukaomba, siku moja ikapita, siku ya pili ikapita, mpaka mwaka 24 saa 24, siku 7 kwa wiki, siku 365 kwa mwaka. Haiwezekani. Lakini mbona Biblia imesema tuombe wakati wote? Na lazima tuombe. Maana yake nini? Ile hali ya moyo wako, kuna kitu unatamani Mungu afanye, hata usiposema Baba kwa jina la Yesu. Kwa hiyo moyo wako, toka unavyokuwa umeweka moyo wako katika hali ya maombi, hayo maombi yanaenda kwa Mungu. Elewa upo kwenye maombi, hata kama hujapiga magoti, hata kama sauti ya kawaida haijasikika, wewe unaomba. Kwa hiyo unaweza basi umefunga ukawa unaomba huku unapika, ukawa unaomba huku unafundisha. Unaweza kabisa kuwa unaomba huku unaandaa ripoti kwa kompyuta yako. Unaweza kabisa kuwa unaomba huku unaandika mtihani. Unaomba huku unafanya operation. Unaomba. Inawezekana kutuni moyo wako ukawa kwenye maombi. Kama wewe unafanya usafi, unaendelea kuwa unaomba. Unaosha vyombo huku unaomba.
unanyonyesha mtoto huku unaomba, inawezekana kuomba masaa 24. Kama hivyo ndivyo, mfungo hakuna unaopotea. Sasa jana nilisema mfungo ni dawa ya kutokuamini. Unaifanya roho yako iweze kupokea, na kuna mambo yatafanyika. Tunavyoendelea na maombi yetu, nitaeleza faida 10 za rohoni kwa upande wa kufunga. Ila leo nataka nizungumze faida kadhaa za kiafya. Sema, mfungo una faida ya kiafya. Wana wa Mungu, nimetembelea mpaka baadhi ya tovuti, nimetembelea mpaka baadhi ya kurasa kwenye mtandao zinazozungumzia mambo ya nini, ya kufunga. Nimekutana na madaktari wanavyoelezea. Sasa siwezi mimi, nimeyaelewa kwa sababu ya namna shule niliyoisoma. Wewe nikiyazungumza mambo ya namna ile hautaelewa, ila itoshe kukwambia hivi, kufunga kuna faida kwa habari ya ubongo wako. Ubongo na ufahamu. Unapofunga, kwa nini huji na daftari we Edith? Naomba kwenye huu mfungo huu nakuja na daftari. Tunaelewana wana wa Mungu? Labda wale wanaokuwa na laptop na nini, lakini hivi simu vina shida yake. Njoo na kalamu na daftari, kwa sababu haya ninayokuambia wakati mwingine unayahitaji kesho. Kitu cha kwanza, unapofunga unauponya ubongo wako na sukari inayozidi, ambayo huwa ndio sababu ya ubongo kuzeeka, ukaanza kuwa na shida inaitwa Alzheimer na Parkinson. Parkinson ni ugonjwa unaosababisha uwe na kutetemeka unavyozeeka, lakini unaweza ukaanza kuwa na shida hiyo ukiwa na miaka 60 na kuendelea, lakini mfungo unazuia hiyo. Alzheimer ni ile hali ya kusahau. Uko nkuhungu, unasahau, unadhani bado uko kisasa. Hiyo hali huwa inakuja wakati mtu anaendelea kukua. Ni ugonjwa wa akili, lakini kufunga kuna kusaidia. Kwa hiyo usidhani ni hasara unavyoacha kula. Watu wengine eti wanadhani ni ujanja, mchungaji anawaelekeza kufunga alafu wanaacha. Ni kwa faida yako mwenyewe. Lakini kuna kitu kingine, kwa sababu umeacha kula, madaktari wanasema umeacha kula kwa hiari yako mwenyewe. Chakula kile pale kinanukia, nanasi lile pale linanukia, embe lile pale linanukia, na vitu vingine, samaki wananukia, lakini unaacha kwa hiari. Kwa hiyo inakutengenezea wewe kitu kinaitwa kwa Kiingereza self control, uwezo wa kujizuia. Unajua uwezo wa kujizuia ni swala la akili yako. Uwezo wa kujizuia, uvumilivu na nguvu ya utashi. Kwa nini wengine huwa hatuwezi kufanya mambo makubwa? Hatuna utashi. Sasa utashi ni zao la akili iliyoponywa. Jambo la tatu, unajenga uwezo wa kumbukumbu. Hebu sema kumbukumbu. Yaani mtu mwingine anasoma kitu kidogo tu anasahau. Mimi namshukuru Mungu, mambo niliyoyasoma chuo kikuu miaka 30 iliyopita na yakumbuka. Mambo niliyosoma form 6 na yakumbuka. Mengine niliyosoma nikiwa shule ya msingi. Sasa ili ubongo wako usiwe na shida ya kusahau, jizoeshe kupitia mfungo
unaiweka akili yako ikae vizuri. Lakini kitu kingine, kuna kitu kinaitwa kuvimba. Sasa hiyo sio kwenye upande wa ubongo. Kuvimba, moyo huwa unavimba na viungo vingine mbalimbali huwa vinavimba, inaitwa inflammation. Hiyo hali inaondolewa unapofanya nini? Unapofunga. Kwa mfano kansa, kwa mfano ugonjwa ule unaitwa arthritis, ugonjwa wa viungo, unakuwa na maumivu. Hiyo inaondoka unapofunga. Kuna aina ya pili ya kisukari, wanaita type 2 diabetes, ambapo sukari inazidi kwenye damu. Kuna wengine sukari yao sio ya kuzidi, ni sukari ya kupungua. Lakini wale wenye shida ya sukari ya kuzidi, inapanda, ukila tu kitu kidogo sukari imepanda, kufunga ni dawa, kwa sababu inasababishwa na mwili wako umekuwa hauna uwezo wa kuelewa kwamba kuna sukari iishughulikie. Kwa hiyo sukari inazidi kwenye damu, na ndio inayoleta kisukari type 2. Lakini kufunga kutakusaidia kupungua uzito. Tunapokuwa na uzito mkubwa, tunahatarisha moyo, tunahatarisha figo, tunahatarisha mifupa, tunahatarisha vitu vingi. Uzito mkubwa ni mbaya. Ndiyo maana ukiamua kufunga, hata ukafunga masaa 24, usikirudie kile chakula ambacho ungekula. Hicho kiache. Kuanzia kesho nitaanza kukuelewesha kwa nini hatutakiwi kurudia zile chapati zilizokuwa tula asubuhi. Kwa nini hatutakiwi kurudia kile chakula cha mchana tulitakiwa kula. Hicho tuhesabu kimepita, na Biblia inatufundisha hicho tuwe tunakitoa kwa wengine. Ninaomba uweke hesabu. Kama ungekula asubuhi ungetumia shilingi ngapi? Kama ungekula mchana ungetumia shilingi ngapi? Na jioni kawaida ukiwa unakula huwa unatumia kiasi gani? Ila umepunguza. Hata jioni, hata kama tunafungua, umepunguza. Hicho ambacho hujakila kitoe kwa wengine. Unapokitoa kwa wengine, huo ndio mfungo uliokubaliwa kwa mujibu wa Isaya 58 mstari wa 3 mpaka wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mfungo usipokusaidia kupungua uzito, badala yake ukanenepa, hujafunga vizuri. Mfungo unasaidia afya ya moyo, kwa sababu unaondoa mafuta mabaya mwilini. Mfungo unaondoa mafuta mabaya mwilini. Kwa hiyo ukitaka mfungo wako uwe na faida, usifungue ukaweka vyakula vyako misukari mingi. Ile misukari ni hatari kwa mwili wako na afya yako, kwa sababu madaktari wanasema, kwa mfano, zile chembe chembe za kansa huwa chakula chake ni sukari. Kwa hiyo kansa inayokula mwili wako na kansa ile ya kuvimba ikawa ni uvimbe. Kansa ziko za aina mbili. Kuna kansa ya mwili wako unaliwa, unakuwa na kidonda kisichopona. Kuna kansa unakuwa na uvimbe. Zote mbili yani chakula chake ni sukari. Sasa usipende ile sukari ambayo watu wanasema chai wanaita kasukari. Lazima iwe kikombe cha sukari kiwe kikombe cha chai mpaka kinafika nusu. Hiyo ndio sukari unayoweka. Unajiwekea mazingira ya kupata kansa. Sasa wakati huu wa kufunga ndio wakati wa kufanya mwili wako ujitakase. Ndio maana unatakiwa unywe maji mengi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na ukiweza kwenda sokoni ukapata limao, maji utakayokuwa unayanywa baadaye katika kufunga kwako yawe na matone kadhaa ya limao au ndimu, lakini limao zaidi, kwa sababu madaktari wanatofautisha ndimu ina matokeo yake tofauti na limao ina matokeo yake tofauti. Kwenye hiki ninachozungumza, limao ndio bora. Punga mkono wako. Tunaelewana wana wa Mungu? Mfungo unasaidia kuamsha kichocheo cha ukuaji. Kichocheo cha ukuaji kinafanya watoto hata watu wazima tukue vizuri badala ya kunenepeana. Kukua sio kunenepa. Kukua ni kuongezeka urefu na viungo kukaa vizuri zaidi. Hiyo homoni isipofanya kazi ndio inayosababisha mtu anakuwa tu ananenepeana badala ya kukua. Kwa hiyo hata watoto tuwahamasishe kufunga. Mtoto wa miaka 6 afunge. Mtoto wa miaka 7, 8, 10 afunge. Usimhurumie. Kwanza unamjengea mila nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini madaktari wamesema wanaofunga wanaishi maisha marefu. Kwa nini? Kwa sababu mwili unajitengeneza, unakula mwili wenyewe, unakula. Kila kisichokuwa sawa kwenye mwili wako kinaliwa. Inakuwa kama vile wamekuja site kusafisha. Wameua na mbu, wameondoa vitu vyote vinavyonuka. Unapofunga unajitengenezea mazingira ya namna hiyo. Wanasema pia huu mfumo wa ulaji ni kiwanda kinachojiendesha chenyewe. Ili kiwe bora ni lazima uwe unakipumzisha. Kwa hiyo unavyofunga unapumzisha tumbo lako, unajiweka kwenye nafasi nzuri ya kiafya. Sikia, huwezi kufa kwa kufunga. Hata usipokula kabisa siku 3 hufi. Hata usipokula kabisa siku 3. Kinachokuogopesha ni fikra tu. Sasa funga. Zamu hii nimeamua kuweka mfungo huo wa kuishia saa 12 ili kwamba kila mmoja ashiriki. Lakini wewe unaweza ukaongeza. Sio kwa sababu tu za kiafya, lakini nitaeleza kesho sababu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaosumbuliwa na meno, unapofunga meno yanakaa vizuri. Unasumbuliwa mwili wako huwa na maharufu ya ajabu ajabu, unapofunga mwili wako unakaa vizuri. Watu mnaosumbuka na machunusi, ukifunga uso wako unakaa sawa. Una maumivu ya viungo, maumivu, kuna watu wanakuwa na maumivu wanasingizia kwa sababu alikula nyama za mbuzi zamani, lakini ukifunga mwili wako utakaa tu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana.